Ulinzi wa marais ni moja katika sehemu ambazo zinaashiria ubora wa ulinzi katika nchi. Na leo nitakuletea marais watano ambao wanalindwa zaidi duniani. Nikianza na namba 5 ambao ni rais wa Saudi Arabia ambaye pia ni mfalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. Mfalme wa Saudia analindwa kwa kiwango cha juu zaidi kutokana na nafasi yake muhimu kama kiongozi wa taifa na kiongozi wa Kiislamu ulimwenguni. Mfumo wa ulinzi wa mfalme unajumuisha walinzi wa kifalme, yani Royal Guard Regiment, kikosi maalum ambacho kinahusika na ulinzi wa kifalme. Kinahusisha wanajeshi ambao wamefunzwa vyema kabisa kwa operesheni za kiusalama. Lakini pia wanajeshi hawa wapo karibu na mfalme wakati wote, yani nyumbani, safarini au kwenye mikutano ya umma. Lakini pia analindwa na shirika la ujasusi la Saudi Arabia, yani Presidents of State Security. Shirika hili linashughulikia intelijensia ya ndani na nje kuhakikisha kwamba hakuna vitisho ambavyo vinaweza kufikia katika familia ya kifalme, huku ikihusisha teknolojia za kisasa za usalama kwa kutumia drones na vifaa vya upelelezi. Vinatumika kufuatilia mazingira na kugundua vitisho ambavyo vinaweza kusababisha usalama wa mfalme ukawa mdogo. Lakini pia bila ya kusahau magari na mavazi ya kinga, ambapo mfalme husafiri katika magari ambayo ni ya kifahari zaidi, lakini pia teknolojia ya hali ya juu ya kukinga risasi na milipuko. So huyo ni namba 5 ambao ni mfalme wa Saudi Arabia. Lakini pia namba 4 inakwenda kwake rais wa China ambao anajulikana kama Xi Jinping. Kama kiongozi wa taifa kubwa lenye nguvu duniani, analindwa na mfumo wa kiusalama wa kitaalamu unaozingatia teknolojia ya ujasusi wa kisasa. Rais huyu analindwa na vikosi maalum vya usalama, yani Central Security Bureau, CSB. Hii ni shirika maalum la usalama wa viongozi wakuu wa China, ikiwa na mafunzo ya hali ya juu na vifaa vya kiteknolojia. Yani CSB kushirikiana na jeshi la ukombozi wa umma PLA na mashirika mengine kiusalama zaidi, ambapo wanachama wake huchaguliwa kwa umakini mkubwa na kupewa mafunzo ya kupambana na ugaidi. Mapigano ya karibu zaidi na upelelezi wa kina ni moja katika vitu ambavyo pia wanafundishwa ili kuimarisha usalama wa rais huyu. Lakini pia vile analindwa na walinzi binafsi, yani walioko karibu naye wakati wote, hata katika safari zake za nje, huku zikitumika drones kusimamia anga na kuhakikisha kwamba vitisho vya angani au anga za nchi. Bila ya kusahau rais huyo ana magari maalum ya kusafiria ambayo yanaweza kuhakikisha usalama wake. Magari hayo yametengenezwa kwa chuma cha kiwango cha kijeshi chenye uwezo wa kuhimili risasi, milipuko pamoja na mashambulizi ya kikemikali. Mfano ni Hongqiu N701, gari la kifahari zaidi ambalo linatumiwa na viongozi wa hali ya juu wa China. Lakini pia hutumia mfumo wa kupambana na mawimbi ya kielektroniki. Hii hutumika kupunguza uwezo wa mashambulizi ya kimtandao au vifaa vya mawasiliano ambavyo vinaweza kumdhuru. Lakini pia vifaa hivi hupunguza au kuzima kabisa mawasiliano ya mbali kama vile drones au vifaa vya kulipuka vinavyotumwa kutoka mbali. Rais wa China analindwa pia na shirika la ujasusi, yani Ministry of State Security, MSS. Shirika hili hufuatilia vitisho vyote vya duniani, vya nje na ndani, dhidi ya rais au serikali ya China. Wana mtandao mpana wa intelijensia ya kitaifa na kimataifa zaidi, ambao mtandao huo ambao unawafanya wapate taarifa za haraka zaidi pamoja na mfumo wa uchunguzi wa kisasa. Lakini pia rais namba 3 ni Kim Jong-un ambao ni rais kutoka Korea ya Kaskazini, mmoja katika marais ambao ni vitisho vikubwa sana. Ana mfumo wa ulinzi wa hali ya juu, lakini pia mfumo wake unajumuisha hatua za kipekee za kisasa za kuhakikisha usalama wake. Kim Jong-un ana walinzi wa kibinafsi, yani Supreme Guard Command. Kikosi maalum ambacho kinajulikana kama Supreme Guard Command kinahusika moja kwa moja na ulinzi wake. Kikosi hiki kinakadiriwa kuwa na wanachama takriban 100,000 na wanachaguliwa kutokana na familia ambazo zinaaminika zaidi kisiasa. Wanachama wake hupitia mafunzo makali kabisa na majaribio ya kisaikolojia ili kuhakikisha uaminifu wa hali ya juu ambao huwa unawajibika kulinda kila kitu ambacho kinahusiana na rais Kim Jong-un, kama vile kinyesi, jasho, nywele pamoja na mate ambayo anaweza kuyatema. Hii ni kwa ajili ya kuzuia mashambulizi ya kibiolojia kwa njia ya DNA. Lakini pia hutumia teknolojia ya hali ya juu kabisa kwa kutumia vifaa ambavyo ni vya kisasa zaidi kugundua sumu au mabomu, ikiwa ni pamoja na drones na vifaa vya kupima hewa pamoja na chakula. Sambamba na teknolojia ya mawasiliano salama zaidi kutumiwa katika mazungumzo
na mipango yote ya kiharakati. Lakini pia Kim Jong-un ana msafara wa magari ambao mara nyingi una magari Mercedes-Benz zenye ulinzi wa risasi na mabomu. Msafara huu hufuatwa na walinzi wa binafsi walioko katika magari mengine, hukimbia kando na gari lake. Lakini pia safari zake nyingi sana hazitangazwi mapema na mara nyingine hutumia mbinu za kupotosha ili kuficha harakati zake halisi. Lakini pia analindwa na ulinzi wa kijeshi, ambapo anapohudhuria mikutano au ziara, mara nyingi analindwa na kikosi chake ambacho kinawekwa tayari kwa dharura yoyote. Hali ya tahadhari ya kijeshi huongezeka kwa kiwango cha juu kila ambapo anakuwa katika harakati zake. Lakini pia anatumia saikolojia ya hali ya juu ya kisasa zaidi kulingana na utamaduni wa hofu na uaminifu ambao upo katika nchi ya Korea Kaskazini. Raia wa kawaida hawawezi hata kufikiria kumdhuru kwa sababu propaganda kali kabisa ambayo inalinda mamlaka yake kwa kutengeneza viapo pamoja na adhabu kali kwa atakayejaribu hata kuhisiwa katika kumdhuru. Bila ya kusahau, rais huyu anakaa maeneo ambayo yametengwa zaidi na kulindwa vikali, kama vile kasri maalum ambayo inajengwa kwa ajili yake na familia yake. Lakini pia anapohudhuria hafla, eneo hilo hupimwa na kulindwa siku kadhaa kabla ya kuwasili, yaani kabla ya kuwasili kwake, na kuchukua wiki 2 mpaka mwezi kukaguliwa na kulindwa kwa hilo eneo. Kim Jong-un ni mmoja kati ya viongozi ambao wanalindwa sana duniani kutokana na mfumo wake wa kipekee na ukali wake wa kiusalama zaidi ambao unaendeshwa. Lakini pia namba 2 ni rais wa Marekani ambaye anajulikana kama Donald Trump. Kwa sasa najua kabisa kwamba watu wengi wanashangaa kwa nini Donald Trump awe ni rais wa pili na isiwe namba 1. Jibu ni kwamba pamoja na Marekani kuwa na uvumi mkubwa sana wa kuwa na jeshi imara, ulinzi mkali, lakini siasa na demokrasia imedhoofisha ulinzi, kwa maana kila rais anakuja na mfumo binafsi wa kujilinda usiodumu. Lakini pia rais wa Marekani analindwa moja kwa moja na mfumo wa hali ya juu wenye ufanisi zaidi duniani. Ulinzi wa rais hutekelezwa hasa na Secret Services, idara maalum ambayo inasimamia usalama wa viongozi wa nchi pamoja na familia zao. Lakini pia walinzi hao wa kibinafsi ambao ni Secret Services huweka maafisa ambao wanapata mafunzo ya hali ya juu kabisa na kukaa karibu na rais wake kwa muda wote. Walinzi hawa huvaa suti za kawaida au mavazi ya kawaida katika mazingira ambayo sio rasmi, lakini ili wasijulikane kirahisi. Rais wa Marekani hutumia msafara maalum, yani magari ambayo ni aina ya motorcades, ambapo husafiri na msafara wa magari ambayo unajumuisha gari maalum ambalo linaitwa The Beast. Gari hili ni gari ambalo ni la kifahari zaidi, ambao ni Cadillac, lenye ulinzi mkubwa zaidi wa kuzuia risasi, milipuko, gesi za sumu pamoja na hata mashambulizi ya kinyuklia. Ndani yake lina silaha, gesi za machozi, lakini pia group la damu ya rais kwa dharura na vifaa vya mawasiliano vya dharura. Msafara huu pia unajumuisha magari ya walinzi, ambulance pamoja na magari ya kiteknolojia ya mawasiliano. Lakini pia rais anasafiri kwa ndege ya Air Force One ambayo ni Boeing 747, ina vifaa vya kupambana na makombora, ina mawasiliano ya hali ya juu ya kijeshi kwa wakati wa dharura. Lakini pia helikopta maalum ambayo ni Marine One hutumiwa kwa safari fupi, ikisindikizwa na helikopta nyingine kwa ujanja wa kupotosha. Rais wa Marekani analindwa na vikosi maalum vya jeshi wakati rais anapohudhuria hafla. Vikosi maalum vya jeshi kama vile SWAT pamoja na FBI huwekwa tayari katika eneo hilo kabla yeye hajafika. Lakini pia idara ya ulinzi pia hufuatilia nyendo za anga na maeneo yenye hatari zaidi pamoja na mashambulizi ya karibu ya rais. Lakini pia rais hutembea na mfuko wa dharura ambao unaitwa nuclear football, ambao unamwezesha kuidhinisha mashambulizi ya kinyuklia ikiwa ni lazima. Rais wa Marekani anapata kiwango cha juu cha ulinzi, ikizingatiwa ya kwamba yeye ni moja katika viongozi ambao ni wakubwa zaidi duniani. Mfumo huu unachanganya teknolojia ya kisasa, walinzi ambao wamefunzwa vizuri na tahadhari ya hali ya juu kwa kila hatua. Namba 1 ni rais wa Urusi ambaye anajulikana kama Vladimir Putin, ambaye ameongoza Urusi tokea 2012 mpaka sasa. Rais wa Urusi analindwa na mfumo wa kipekee zaidi wa kiusalama ambao unajumuisha walinzi wa binafsi, teknolojia za kisasa pamoja na vikosi maalum. Mfumo huu ni miongoni mwa mifumo bora zaidi duniani na unahakikisha usalama wake kuanzia angani, ardhini na hata chini ya ardhi mpaka majini. Rais wa Urusi usafiri kwa ndege ambayo inajulikana kama IL-96-300 ambayo ni toleo la ndege za abiria la Ilyushin IL-96
iliyotengenezwa kwa ajili ya usalama wa hali ya juu. Lakini pia ndege hii ina vifaa vya kupambana na makombora, mfumo wa kudhibiti vita vya kielektroniki, yani electronic warfare, pamoja na teknolojia ya mawasiliano salama zaidi ya kijeshi. Na pia ndege hii inaweza kutoa amri na kuruhusu matumizi ya nyuklia ikitokea katikati ya mgogoro wa nyuklia, huku ikifananishwa na ikulu ya angani. Lakini pia ndege ya kivita kama vile Sukhoi Su-30 au MiG-29 kufuatilia ndege ya rais kutoa ulinzi wa anga, zikibeba mfumo wa ulinzi wa kombora kama vile S-400 pamoja na S-500 kuimarisha zaidi usalama wakati wa safari au hafla muhimu. Lakini pia rais husafiri katika gari maalum ya kifahari, ambayo gari hii ina ulinzi mkubwa zaidi. Gari hii inaitwa Aurus Senat Limousine. Limousine hii ni kiwango cha vita, ikilindwa dhidi ya risasi, mabomu, nyuklia pamoja na mashambulizi ya kikemikali, huku ikijumuisha mfumo wa mawasiliano salama zaidi pamoja na vifaa vya kujihami kama bunduki pamoja na gesi za machozi. Msafara wake hujumuisha magari mengine ya walinzi pamoja na ambulance. Vile vile, rais wa Urusi analindwa na ulinzi binafsi kutoka Federal Protective Services ambao ni FSO, kikosi cha walinzi maalum wenye mafunzo ya hali ya juu. Walinzi hawa huvaa suti, lakini pia wamejihami na bunduki za hali ya juu kama vile SR1 Vector na vifaa vya mawasiliano vya siri. Lakini pia rais wa Urusi anakuwa salama pia anaposafiri kwa kutumia bahari. Rais analindwa na meli za kivita kama vile frigates pamoja na monowari za nyuklia zinazomfuatilia kwa umbali zaidi na kwa ukaribu. Pia vikosi vya wanamaji ambavyo ni vikosi maalum vya Spetsnaz huwekwa tayari kwa dharura yoyote kwa kutumia teknolojia makombora ya S-400 pamoja na S-500. Haya ni mfumo wa kisasa wa ulinzi wa makombora ambao huweza kugundua na kuharibu ndege za adui kwa kutumia rada na kuzuia makombora ya masafa marefu na hata ndege ambazo hazina rubani. Ulinzi binafsi kutoka FSO hutumia teknolojia ya kugundua mabomu, sumu pamoja na ufuatiliaji wa mawasiliano na kutumia ndege ambazo hazina rubani, yani drones, kufanya upelelezi wa hali ya juu wa maeneo ambayo rais anatembea. So rais ana bunkers za kisasa chini ya Kremlin, yani nikiwa na maana ya kwamba sehemu ambazo zinaharibiwa na mabomu pia haziingizi hewa kutoka nje na maeneo mengine ya siri zaidi ya nchi ya Urusi. Ikulu inalindwa na mfumo wa ulinzi wa kombora na mtandao wa kugundua uvamizi, kuangusha ndege pamoja na kuzuia makombora ya masafa marefu. Rais wa Urusi pamoja na mfumo wake wa ulinzi ambao unajumuisha walinzi binafsi ambao wamefunzwa na teknolojia ya hali ya juu pamoja na msaada wa kijeshi. Mfumo huu umeundwa kumkinga dhidi ya mashambulizi ya aina yoyote kutoka ardhini, angani pamoja na bahari au hata mashambulizi ya nyuklia. So tumekuja kugundua ya kwamba rais wa Urusi ni moja katika marais ambao wanalindwa zaidi duniani. Moja katika marais ambao ulinzi wao ni ulinzi mkubwa kushinda marais wote wa dunia. Unaweza ukanambia hapo kwenye uwanja wa comment ni rais gani ambao unahisi angekaa namba moja, au ni rais gani ambao unahisi ulinzi wake unajitosheleza kabisa. Unaweza hapo ukanipanga kupitia uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu 1TZ.